Mke wangu mpenzi, huu ni waraka wangu kwako. Ninakukumbusha safari yetu ya ndoa, miaka 11 ya neema, kumbukumbu na shukrani. Tulianza kwa ndoto, maneno ya matumaini, macho kwa macho, moyo kwa moyo wa dhati. Kwenye kizingiti cha maisha tulisimama wawili, mikono ikishikana, hakuna wa kuzuia. Unakumbuka tulivyocheka bila hata sababu mpenzi? Jioni ndefu za matumaini na mazungumzo ya faragha. Ulikuwa mwanga katika giza la mashaka, ngome ya imani, chombo changu baharini pa mawimbi. Na je, unakumbuka mpenzi, kilichotokea Busisi? Tulipogonga mbwa njiani, gari likaharibika ghafla. Njia yetu ya Geita ikawa na kivuli cha wasiwasi, lakini mioyo yetu ilikataa kuogopa. Tukaendelea kwa imani. Ukisahau hilo, mwambie shemdada Kemilembe, atakukumbusha ilivyokuwa, kama hadithi ya filamu vile. Lakini ndani ya yote, jambo moja silisahau na sitalisahau. Ulipatikana kwa magoti katika maombi kwa Mungu wetu Mwenyezi. Najua miaka 11 haijapita bila doa. Kuna mahali nilishakukosea, hata kama ni zaidi ya mara moja. Lakini mojawapo ya sifa ninayojua kwako mpenzi, ni msamaha wako wa kweli unaosamehe na kusahau. Umenichukulia katika udhaifu wangu, kama vile nami ninavyokuchukulia kwa moyo wa rehema. Na hiyo hekima, hiyo huruma na upendo wako vimekuwa jiwe la msingi kuifanya ndoa yetu iwe salama. Miaka 11 hatujatembea bure. Mungu ametubariki na matunda ya mapenzi yetu. Godwin mwenye hekima firstborn, God bless wa rehema wa pili, Godson shujaa, na Gabriela binti wa nuru ya tabasamu. Nikianza kuzitaja sifa zako mpenzi, sitamaliza hata kwa siku nzima, maana we ni mwanga wa hekima. Hofu ya Mungu imo moyoni mwako. Umevaa unyenyekevu kama vazi la heshima. Ujionyeshi wala hautafuti sifa, lakini thamani yako yazidi dhahabu. Kwa moyo mpana, wajali kuliko waonavyo. Familia kwako ni kama moyo wa mwili, wahudumia kwa upendo na bidii. Na hata upepo wa hasira unapovuma, wajihimili kwa neema ya ajabu. Na lao ungesoma uandishi au sheria, mke wangu, leo hii ungesikika kama moto wa oja. Mwisho wa yote, lakini sina maana ya mwisho, wewe ni wife material. Na je, tukumbuke waliotushika mkono basi. Wana EAGT Tabora, kwa mchango wa maombi na moyo wa ushirika, mchungaji Kasomo, familia mzee Kabibi Mila, shangazi Vicenti na baraza la wazee, kila mmoja aliweka jiwe katika ujenzi wetu. Na ule mchango mkuu wa kamati ya ndoa ya Winners Chapel International Mwanza, ikiongozwa na mchungaji Swai na Pastor Deusi, aliyesema ile siku ya mwisho maneno haya, naomba niaseme kama alivyosema: usijenge ndoa kwa msingi wa hisia, bali kwa neno la Mungu. Jinsi maneno hayo yalivyobeba uzito, yamekuwa dira hadi leo. Na je, unakumbuka Pastor Ngutu aliyotangaza ndoa yetu hata kabla ya habari kuenea? Ujasiri wake ulikuwa unabii, na hata sasa tumeuona. Na Askofu Musa Magwesera pamoja na familia yake, wakati huo akiwa AICT Dayosisi ya Geita, aliyeshiriki nasi kanisani na kwenye mapokezi, na hatimaye ukawa kama binti wa kwake mwenyewe. Then you became his daughter. Mama Elena, mama yangu wa Geita, aliyekupokea kama binti yake hata kabla ya kiapo, kwa upendo na kwa moyo, kwa wema usioelezeka. Wote hawa ni mashahidi wa agano letu. Tusisahau wazazi wetu na ndugu zetu waliojitaabisha kuanzia send off hadi harusi. Kila harakati, kila jasho na kila sala, wote walihusika. Na wale ndugu zetu katika Kristo tuliotoka nao Geita hadi Dar es Salaam. Ukisahau majina, nitakukumbusha, maana kazi yangu leo ni hiyo tu, kukukumbusha.
Na mwisho tukakutana na familia pendwa, Mr. and Mrs. Moses, waliojionyesha kuwa familia ni zaidi ya damu, waliposimama nasi nyakati za changamoto bila masharti yoyote yale. Na kweli kama tukiendelea kuwataja, karatasi haiwezi kuwatosha wote. Kwao tunatoa shukrani na kuwaenzi kwa heshima na upendo wao wetu. Na yote haya tulivyo walivyojitokeza ni kwa sababu Mungu alikusudia hata kabla hatujazaliwa. Na muomba yeye aliyetuleta hadi hapa atupe maisha marefu kwa ajili ya utukufu wake. Enjoy your day, mpenzi wangu. Leo ni kumbukumbu ya safari ya neema, na safari inaendelea kwa jina lake Mwenyezi. Thank you.